fire, fire, unaungua, jini unaungua, jini unaungua, isogezeni hivyo hivyo, haya fire, sikiliza wewe pepo, haya, nahamisha vitu yako, nahamisha vyakula, vyakula vya kijini, haya hivyo vyakula, unakula, ondoka, hivyo hivyo, piga kelele, piga kelele Ameniponya. Yesu amefanya nini kwako? Ameniponya. Amekuponya. Uko unasumbuliwa na nini? Tumbo. Tumbo kusumbua kwa muda gani? Mwaka mzima. Ilikuwa kuaje? Mwanzo chanzo ni nini? Mapepo. Ulijuaje ni mapepo? Wakati anaingia niliyaona. Na mabaya yatawarudia wao. Maana Bwana ameirejesha hatima yako. Siku hii anairejesha hatima yako kijana. Siku hii anairejesha hatima yako. Katika magonjwa hautaitwa mgonjwa tena, wewe ni mzima. Katika elimu utafanikiwa, katika uchumi utafanikiwa. Wewe adui, sikiliza neno la Bwana. Yatosha. Unataka kumsumbua yule dada, naita moto wa Mungu. Kila agano, kila vikao kilipokaa wakatamka mabaya, wewe kaa, mchukue, mharibie hatima. Natangaza fire. Jina la Yesu. Piga yoro. Jina la Yesu. Fire. Ngoka. Ondoka na hicho kibeba. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Ina nguvu. Damu ya Yesu. Ina nguvu. Piga yoro. Piga yondoke. Jina la Yesu. Fire. Jina la Yesu. Naita radi ya moto. Kwa jina la Yesu. Napiga madhabahu yako. Napiga machene. Napiga makata. Fire. Jina la Yesu. Piga roho ya kusema. Fire. Kwa jina la Yesu. Naita moto. Kwa jina la Yesu. Naita fire. Moto roho mtakatifu. Napiga madhabahu. Iwe ni mateso, iwe ni roho ya kutesa. Taka kwa ya kusema. Taka kwa jina la Yesu. Ninatangaza meseba yote walioyanena kwa ajili yako. Ninatangaza kileo yote walioyanena kwa ajili yako. Ninatangaza kileo. Naita moto kwa jina la Yesu. Toka jini. Pepo. Haya. Moka. Unaona moto. Wewe ni pepo. Unaona moto. Na amuru. Achia mwili. Fire. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Fire. Damu ya Yesu. Inaweza. Kwa ajili ya mazao. Yote mlionena kwa ajili ya mlionena. Siku kwa jina la Yesu. Namba dada moja. Mtumishi moja. Weke mikono. Kwa jina la Yesu. Eva jo hapa. Yale mlioyafanya. Eva jo hapa jisogea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Njoo mweke dada mikono. Ninarejesha. Jina la Yesu. Ninarejesha. Fire. Mateso ya kusema. Fire. Jina la Yesu. Damu ya Yesu. Katika uchumi, katika elimu, katika afya, ninatangaza habari njema dhidi yao. Neno kwa ajili yao. Toka wenino. Toka pepo. Toka chini.
toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka pepo. Achia kifua, achia kifua. Na ukamata, ondoka. Fire, 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 fire. Kwa jina la Yesu. Toa jokozi, toa jokozi, toa magonjwa. Fire. Jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Wewe roho ulioingia kwa huyo kaka, ukakamata. Wewe ni roho, ndio kula chakula, ndio lishwa. Sasa sikiliza. Huko amesema Kwa jina la Yesu. Fire. Kwenye tumbo hilo. Fire. Haya, ondoka. Wewe ndio ulikuwa unalishwa. Wewe ndio unalishwa vyakula. Wewe ndio unalishwa vyakula. Wewe ndio unavuruga akili. Wewe ndio mfanya. Hata zingine ndio pombe. Haya, na amuru moto. Jini uliomvaa kaka. Jini ondoka. Aga. Yote na amuru moto. Piga kelele. Wewe ni roho. Panda piga kelele. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Aga. Shariti ondoka. Piga kelele. Fire. Unaungua. Jini unaungua. Isogezeni hivyo. Fire. Sikiliza wewe pepo. Haya. Naamisha vitu yako. Naamisha vyakula. Vyakula vya kijini. Haya, hivyo vyakula. Unakunywa. Haya, ondoka. Jini. Ondoka na kwa. Navunja nyumba yako. Unayewazoea. Ukiri. Mikataba ulioingia maneno. Fire. Jina la Yesu. Nachoma moto nyumba yako. Kiti. Nagikamata kiti. Nagibomoa. Njia Yesu Kristo. Kwa msalaba. Nagibomoa kiti. Nagiharibu. Kiti cha kijini. Kiti cha ukoo. Kiti cha kipo. Kiti cha kutunza mambo ya ukoo. Kiti. Ondoka. Hivyo ondoka. Kiri ondoka. Kiri utarudi hapa. Kiri utarudi. Sogeni hapa. Watoto wote sogeni hapa. Mikataba ya siri. Watoto wote sogeni hapa. Ya siri. Kwa jina la Yesu. Na mkamata yule mchawi aliyekamata nafsi. Acha nafsi. Nafsi ukaka. Anawaita watoto wote. Na mnyang'anya nafsi yako. Aliyenyosha mkono anawaita watoto wote. Nairudisha nafsi yako. Nachoma kwenye jua. Nabomoa hiyo chupa. Nabomoa kaburi. Watoto wote sogeni hapa. Watoto wote sogeni hapa. Yesu anakusudi na ninyi. Watoto wote sogeni.
Wache usiwazuie. Wache usiwazuie. Unakopeleka kuna mizimu. Unakopeleka kuna uganga. Unakopeleka kuna ushawi. Yuko Yesu anataka kuokoa. Damu Yesu. Damu Yesu. Yesu uliyesema tuache waje kwako. Damu Yesu na nguvu. Tunawaleta kwako. Ndio haya tunasema mateso. Walinde. Mwingine anafikiri mchezo anacheza. Walinde. Unaona masara. Walinde na watesi. Unaanza kijana anateseka hivi. Walinde na watesi. Atakuletea maendeleo gani? Walinde na uchawi. Shetani amemdhibiti. Walinde na uganga. Anadhibiti uchumi. Walinde na magonjwa. Anadhibiti akili. Utafanya kitu gani wewe? Katika elimu. Unafanya kitu gani? Uwezo wao. Sikiliza nikwambie. Utumia. Sikiliza nikwambie. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Tangu salimisha maisha yako kwa Yesu. Watoto hawa. Toka kwenye mfumo. Toka kwenye mfumo. Elimu. Wafanikiwe katika elimu, wafanikiwe. Asiweko mtoto yoyote wa kuacha shule, asiweko mtoto yoyote wa kuachishwa shule kwa sababu ya magonjwa, asiweko mtoto yoyote wa kuachishwa shule akalisi misimu, asiweko mtoto yoyote wa kuachishwa shule akalisi uchawi, asiweko mtoto yoyote. Amefanya nini? Ameniponya. Yesu amefanya nini kwako? Ameniponya. Amekuponya. Uko unasumbuliwa na nini? Tumbo. Tumbo kusumbua kwa muda gani? Mwaka mzima. Mwaka mzima. Ilikuwa kwaje? Naongeza moto. Mwanzo chanzo ni nini? Mapepo. Mapepo. Ulijuaje ni mapepo? Wakati anaingia niliyaona. Wakati anaingia uliyaona? Ndio. Ulikuwa umelala, ulikuwa macho? Nimelala. Ulikuwa umelala. Ulijuaje ni mapepo? Alikuja kama jozi fulani hivi akanikaba. Nikawa sana najaribu kujiokoa, akanikamata kwa nguvu, aliponiachia nikaona kama ni mapepo. Okay, yalikuwa anakufanyaje? Yalikuwa yananipeleka resi kila siku, yani kwa siku na kunywa uji chupa kama 10. Sikilizeni jamani, kwa siku nakunywa chupa ngapi? 12. Kwa siku nakunywa chupa 12. Chupa za nini? Za uji. Chupa za uji 12. Chupa za uji. Chupa za uji zenye vikombe vingapi? 12. Chupa ya vikombe 12. Unakunywa chupa ngapi? 12. Chupa 12. Ndio. Ugali unakula kiasi gani? Kilo 1. Ugali anakula kilo 1. Wewe unafikiri mchezo? Mnasikia watumishi wa Mungu? Halafu ulikuwa unafanya na vitu gani tena? Mkwepo vinanipeleka resi, yani kila saa sana natembea sisimami. Unakimbia usimami. Sikilizeni watumishi wa Mungu. Ndio haya ambaye nasema yule mtu pepo likamuli akakae makaburini. Ana ndugu ameshindwa. Bwana Yesu nakushukuru kwa sababu kwanza mpigie Yesu makofi mengi. Ngeza makofi mengi. Kwenye kijiji hiki neema imekuja. Vijana nguvu kazi ambayo ilikuwa inategemewa inarudi tena. Asante Yesu Kristo. Mzazi wa huyu kijana ama baba huyu kijana, wazazi watafurahia kwa sababu shetani alikusudia mharibu. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa mkono uliojaa nguvu na mamlaka. Naita moto na uweza katika jina la Yesu. Kila roho iliyomtesa kaka huyu haitamtesa tena katika jina la Yesu. Uwe mzima kaka. Kuanzia sasa Yesu aingie ndani yako. Afanye makao, sio makao ya mateso. Hautakunywa uji chupa 12 tena. Tangu sasa utakuwa mwanadamu wa kawaida. Ulikuwa unalisha majini. Ulikuwa unalisha majini. Tangu sasa utakula wewe. Hautalisha majini tena. Kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi mengi. Asante Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo. Wahudumu ambao mnaangalia watu wanayefanywa matendo makuu kama haya. Asante kaka. Mungu akubariki sana. Sogeze hapa. Kwa jina la Yesu, sogea kabisa. Sogea hapa. Kwa jina la Yesu. Unasubiri nini dada? Unasubiri nini? Huyu waga anakosa fahamu. Aliolewa, ameachika katika ndoa yake. Ameacha watoto 4. Alikuwa ameachika. Sababu ni nini? Moja. Leo yuko kwangu analala siku 2, wakati wa kuondoka aniagi anarudi kwake. Ndio kile kitu nilichosema. Unanyang'anywa mtu kwa sababu amevaliwa na roho nyingine. Hata ufanye kikao hutakaa uweze. Alafu akikaa ananiambia mama napigwa mawe, roho ina watu wanaichukua roho, maana ananiambia anapikia watu siwajui, wanakula jikoni wanatoa moto, vijinga vya moto, anapika ugali hauivi.
Ndo kazi aliyekuwa anaifanya. Sasa angalia, unampikia mume wako, unampelekea gari, haujaiva, unafikiri nani atakaye kupenda? Na kumbe shetani anataka tu uachike. Sikiliza, ndio vitu ninavyofundisha. Mungu ameleta neema hapa. Tutaenda kukuombea sasa hivi, Yesu atakuponya. Yesu anaenda kukuponya. Naomba mtumishi mmoja wa kike aje amwekee mikono hapa. Jisogeze hapa. Soge. Mwekee mikono tumboni. Watumishi wa Mungu ambao mnaweza mkoombea. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe roho ya kumchanganya akili, katika jina la Yesu, ukamnyang'anya na ndoa. Wewe uliyeshuka, wewe roho badilisha, ndio ulikuwa unamnyang'anya ndoa. Unamfanya huyu asieleweke baba kwenye ndoa. Unampa miguu kama ya umbwa ya kutembea. Umelishwa roho ya umbwa, na ikamata roho ya umbwa ya kuzunguka kwa jina la Yesu Kristo. Piga ile roho kidogo tumboni hapo. Tunaita moto wa Mungu, shuka. Baba, shusha moto. Shusha moto. Shusha moto. Shusha moto. Ewe roho ya kuchanganyikiwa. Ewe roho ya kuchanganyikiwa. Toka kwa jina la Yesu. 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 Tunasema tena. Tunatangaza kuanzia sasa utarudi kwenye ndoa yako. Ile roho ya kukuchanganya akili, Baba fungua akili yake. Fungua fahamu wake Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa mkono wako. Asante kwa uwezo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Baba asante kwa nguvu za kawaida. Kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia moto na damu yako Yesu. Shusha moto.